Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, kumpenda Yesu ni muhimu sana. Ukajua kumpenda Yesu ni kuyaishi maneno yake. Yaani sikia nikwambie kitu kimoja. Kile umekula si kile umemeza, lakini kile umekula ni kile kimegeuka kuwa sehemu ya mwili wako. Kikishakuwa digested kinakuwa sehemu ya mwili. Kikikuwa sehemu ya mwili, hicho ndio chakula. Narudia hivi, chakula hakiwi chakula ati kwa sababu umekimeza. No, kinakuwa chakula kwa sababu kimekuwa digested, na kwa sababu kimekuja kuwa sehemu ya mwili wako. Kama hakijakuwa sehemu ya mwili wako, hicho sio chakula bado. Yesu na tusaidie. So ni muhimu kula ni chakula kiingie kiwa sehemu ya mwili wako. So anaposema yeye aliye na amri zangu na kuzishika, au anaposema mtu akinipenda atalishika neno langu, maana yake ni kwamba hayo maneno anapozungumza yawe sehemu ya moyo wako, yawe sehemu ya ufahamu wako, yawe sehemu ya mwili wako. Maana yake matendo ya nje, mwenendo, hapo ndo unakuwa umeyashika maneno. Kama hayajakuwa hivi, maana yake bado hujampenda. Na kama bado hujapenda, hata na kuimba tafuta kumpenda. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. It's very very important. Tusaidie Mwokozi. Ni muhimu sana ukaelewa. Kumpenda Yesu sio kumwimbia, sio kumwambia, sio kusikia. Kusikia akizungumza, hilo ni jambo moja, lakini yasipokuwa sehemu ya maisha yako, yasipokuwa sehemu ya moyo, ufahamu na mwili wako, manake matendo, mwenendo, bado hujampenda. Na kama hujampenda, na yeye pia hakupendi. Kwa sababu gani? Hata yeye anapenda pale anapopendwa. Asifiwe Yesu. Hata yeye mwenyewe anapenda pale anapopendwa. Kama hata kitu vizuri bro, kama hata kitu vizuri langu, mimi nasema hivi, ndio maana ndani ya nyumba kuna watu wawili unakuta, kuna mke na kuna mfanyakazi. In one house there is a wife and a housemaid. Sikia, na moyo wa baba hauko kwa mfanyakazi, moyo wa baba huko kwa mke. Wote kweli ni warembo, ni wazuri, lakini aliyependwa, aliyechaguliwa ni mmoja, mwenye yule mke. Ni yule mke. Huyu mwingine anamhudumia huyu mwanaume kwa sababu anahitaji hela kutoka mwanaume, lakini huyu mwingine anamhudumia kwa sababu ya upendo, kwa sababu ni sehemu yake. So ni muhimu sana ukaelewa, hawa watu kweli wote ni warembo, lakini anayependwa ni mmoja. Na ndio maana hata matumizi haachiwi housemaid. No, hela ya matumizi ndani anapewa wife, anapewa mke. Kwa nini? Ndiye anayependwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huyu mfanyakazi, hata kama angeonyesha heshima kiasi gani, anasalia kuwa hapo kwa sababu hakuna upendo ule wa mke na mume kati yao. Ni muhimu sana ukaelewa. Bro, muhimu sana uelewe. Ndio. Sikia nikuambia kitu kimoja. Yes. Anawahudumia wote wanaomhitaji. Lakini kwa habari ya kazi, anafanya kazi na wale wanaompenda. Hafanyi kazi na watu tu, atafanya kazi na wale wanaompenda. Yesu asifiwe sana. Yaani ni muhimu sana ukaelewa, anafanya kazi na wale wanaompenda. Ni muhimu sana ukashika hiki kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana ukaiweka vizuri. Narudia tena kwamba Yesu anawahudumia wote wanaomhitaji. Lakini kwa habari ya kazi, anafanya kazi na wampendao kabisa. Enda kitabu cha Warumi, Romans 8, kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 28. Najua unayafahamu maneno haya. 8 Warumi 8:28. Neno la Mungu linasema hivi. Anasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Anafanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Yesu asifiwe. Katika mambo yote kabisa, katika kazi za mikono, katika mabati na katika huduma, anasema yeye anafanya kazi na wale wanaompenda, na sio vinginevyo. Hafanyi kazi na watu wanaomhitaji. No, anafanya kazi na wampendao.
kwenye Mithali 8:17 anasema ninawapenda wale wanipendao. Anasema na wanitafutao kwa bidii wataniona. Yesu asifiwe. Ni muhimu sana ukaelewa bro. Yaani tusichanganye mambo. Yaani iko na ni kanuni ziko hivyo. Ndivyo ilivyo. Anasema kabisa ninawapenda wale wanaonipenda. Anasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Kana kuwapatia mema. Hafanyi kazi tu ili mradi. No, anafanya kazi na wale wampendao. Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Sasa sio kadhani ni kienyeji. Anasema ninawapenda wanipendao. Tena nasema katika mambo yote tunajua ya kwamba yeye anafanya kazi na wampendao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bali muhimu sana uelewe. Yaani nikwambie, kuwepo katikati ya kundi la Bwana, kuwepo katikati ya kanisa, hiyo sio shida. Yaani wewe kuwa mtumishi. Ndio maana nasema hivi, wewe, yes, you are bishop. Yes, it's okay. I'm a pastor. Yes, you're a pastor. It's okay. I'm an apostle. Yes, you're an apostle. It's okay. I'm a prophet. Yes, it's okay. An evangelist. Yes, it's okay. But first thing you need to seek, kitu cha kwanza unahitaji kutafuta kwanza ni kumpenda Yesu, si kutumika. Kwa sababu hata housemaid anafanya kazi nyingi kuliko mke, lakini hapendi. Sijui kama unaelewa. Kwa sababu huyu kwa nini anapendwa? Alirudisha upendo. Ndio. Alipoambiwa I love you akasema yes, I do it. The same. I do it the same. Yesu asifiwe. Sasa ni muhimu sana ukaelewa. Kufanya kazi nyingi sio shida. Shida ni kwamba moyo wako unampenda au umpendi. Narudia tena, ili wewe unampenda ni lazima maelekezo yake yawe sehemu ya moyo wako, yawe sehemu ya ufahamu wako, na yawe sehemu ya mwili wako, kwa maana ya mwenendo. Kama haijatokea hivi ni vigumu mno kujulikana unampenda. Mungu akupe neema. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ni muhimu sana tukaelewa, wapendwa watumishi wa Mungu. Muhimu sana tukaelewa kumpenda Yesu sio story. Kumpenda Yesu ni kuishi anachozungumza. Bwana Yesu asifiwe. Nje na hapo, hizo ni ngonjera za kawaida. Wastahili mfalme wa utukufu. Asante kwa neema yako Bwana katika asubuhi ya leo. Baba, tunakutukuza na kukuadhimisha sana. Peke yako wewe ni Mungu. Unastahili sana utukufu na sifa na heshima. Ni wewe peke yako Bwana tunakutukuza.